Walijua ni hadithi ya kawaida kuisimulia, kumbe pindi unapohadithia hadithi hiyo unamrudisha aliyekufa kwa kujinyonga mwaka 1993 bila kujua walimwamsha tena. Kama ni mara yako ya kwanza kujiunga na Tam TV, basi subscribe ama tufollow. Picha yetu inaanza mwanzo kabisa. Huyu hapa kijana anaitwa Victor na ndugu yake anaitwa Marcus, Lexi pamoja na Nick na kameramani Scotty. Hawa vijana leo wanafanya challenge la tukio hili ama kuhadithia kitabu hiki. Inasemekana kitabu hiki unapokihadithia kuna miujiza ambayo inatokea, na baadaye miujiza hiyo ikitokea mambo yanakuwa happy na salama. Lakini kitu ambacho hawakijui, wakaanza kuchukua kamera na yule Victor akaendelea kuhadithia tukio lile likiwa liko online ama liko live, kuhadithia tukio ambalo lilitokea la mtu ambaye alijinyonga kwa kitanzi chake na mtu mwingine ambaye alikuwa anaitwa Charlie. Yeye ndiyo mhusika mkubwa aliyejinyonga mwaka hiyo ya 1993. Ajabu, wakiwa wanahadithiana na Victor akaendelea kusoma na yuko on live, yani followers wanazidi kujaa, lakini sasa penseli ikaanza kuzunguka kama mshale wa saa. Hili jambo liliwafanya watu wote washangae na kujiuliza hiki ni kitu gani, lakini mara ghafla jambo zito likatokea na wote wakaogopa na wakajua hiki kitu kumbe kiko serious, sio kama utani tunavyojuaga siku zote. Pale mchezo ukaisha, Victor akaonekana amerudi nyumbani bwana, na akimtafuta ndugu yake Marcus nyumba nzima. Alimuita we mpaka akamuita tena, na mwisho wa siku akapata wazo, acha nikamwangalie Victor nje huko ambapo labda anaweza akawepo. Victor mdogo mdogo anatoka na alimwona Marcus kwa mbali akibembea katika bembea kubwa na kile kitabu cha Charlie kiko chini pale kimejibwaga. Victor taratibu anamsogelea Marcus, lakini ajabu na kitu cha kushangaza anamkuta Marcus amenyongwa na cheni ya ile kamba ambaye alikuwa anabembea. Lakini alipotaka kukimbia tu, mzimu wa Charlie au kumwacha salama naye ukafa naye. Huyu hapa anaitwa Ana yeye ni content creator wa YouTube ambaye mawazo yake na ndoto yake kuwa msanii mkubwa katika nchi hiyo, na hapa yupo katika online live anafanya show zake. Kwa hiyo ndo kwanza ana followers 199 tu na subscribe ndo hao walomfuata. Kwa hiyo yuko hapa anaendeleza na kipindi chake, si jambo ambalo lilimfanya yeye akate tamaa, na kama wanavyojipa moyo ma content creator siku moja watakuwa watu wakubwa, ndivyo alivyokuwa anajipa nguvu na afya tele. Huyu hapa ni dada yake wa karibu ambaye anaitwa Lisa na ni mtu na ndugu yake. Kwa hiyo aliona bora aende akaishi kwa Lisa ili mradi kupunguza gharama za mambo mengine, kwa sababu unajua tena watoto wa huku. Basi Lisa akamkabidhi nyumba na kumkabidhi chumba na kumwambia hakika achukua vitu vyako nenda kakae katika chumba chochote katika nyumba hii ambao unaiona wewe kiko sawa, na akampa maelezo ya kutosha tu. Bibi aliingia moja kwa moja hapa na picha za familia za yeye na dada yake Lisa na mama zake, kila kitu kiko safi na salama. Na hii hapa ni shule yao ambayo inaitwa Fellbrook. Ameingia shuleni leo na ameripoti, lakini yeye amependekeza kwenda kujiunga na mambo ya sanaa katika shule hiyo hiyo. So unajua na shuleni kuna kuwa na michezo mingi, wachezaji mpira, waigizaji, kila kitengo kina watu wake. Hapa leo amejisikia kujiunga na watu ambao wanafanya maigizo, na mwalimu akiwa yuko darasani akataka scene za ubunifu, watu wa perform mbele za watu, na akanyosha mkono akasema bwana director, mimi hapa bwana mwalimu. Basi mwalimu akampa nafasi hiyo bidada pande kwenye stage akaonyeshe uwezo wake wa kuigiza. Aliperformance lakini hakuwa yuko vizuri sana, japokuwa alikuwa na mapenzi mengi ya kufanya. Na hapa akakuta anakosea kuigiza na watu wote wakaona huyu msanii gani, wengine wakamcheka na kuanza kumdharau. Alijisikia vibaya sana kwa sababu akahisi ndoto zake hazitafika mbele ama hazitafika mbali. Kuna handsome boy mmoja hapa anaitwa Cody alimfuata akamwambia, vipi dada, nimeona performance yako, jitahidi bwana na nitakusaidia kufanya mazoezi, lakini mimi binafsi nimependezewa na kipaji chako kwa sababu kusimama mbele za watu sio kitu cha mchezo. Cody akataka kujuana naye na akamjua Cody, na huyu ndio akawa rafiki yake wa kwanza katika shule hii. Leo amepata rafiki, lakini akaaga na moja kwa moja kwenda katika internet hizi ambazo analipia, na hapa akaendelea kuangalia followers wake wamebaki ngapi. Lakini ghafla anapata ujumbe kutoka kwa mtu ambaye hajulikani ambaye anajiita 99T Farmers. Akaendelea kuchat naye
na huyu jamaa akampa kodi, akamwambia bwana, fuata hiyo link kafungue huko uangalie watu kwa nini wanapata followers haraka na kwa nini watu wanaendelea. Lakini huyo mchizi hakuwa na picha yoyote. Basi bidada akaanza kufuatilia, akakuta kina Victor ambaye walishacheza huo mchezo wa challenge ya Charlie na ambao walikuwa wanarusha live na miujiza ule mchezo ambao uko unaonyesha. Bidada akajikuta kama kavutiwa hivi na ikabidi yeye aendelee kuvutiwa. Sasa kuna kitu kikampelekea kwenda kutafuta kile kitabu ambacho amekiona ambacho kimeandikwa pale Charlie Challenge. Basi alienda hapa katika mama maktaba, akamwambia nataka kitabu cha aina fulani bin fulani, na bi mkubwa akamuelekeza kile kitabu kiko upande gani. Na hapa bidada Ana alikuja kukipata kile kitabu. Ana alikichukua kile kitabu na yeye akajaze followers kama wenzie ndani ya siku chache. Lakini ajabu, tangia amekishika kile kitabu alijikuta amekaa masaa 7 au masaa 8, na alipoangalia simu alikuta miss call nyingi sana dada yake Risa na baadhi ya watu wakimpigia. Na mama akamwambia basi chukua kitabu leo nenda kisome kwako, maana umekaa muda mkubwa sana. Ana alikuja akamwomba dada yake Risa samahani, na Risa akamuelewa, akamwambia dai sema muda mwingi umemaliza katika maktaba. Wow, sio kitu kibaya. Ana alipokuja huku moja kwa moja kuwasha PC yake, na leo anataka kuianza hiyo challenge. Sasa hapa anawaambia jamani, hii ni Charlie Challenge. Kwa hiyo jamani, mkae mkao wa kutulia, niwasomee hadithi hii na tuwe sambamba katika hadithi hii. Dada ajui madhara yake, yeye dada shida yake awe star, ama shida yake awe maarufu, ama shida yake ajulikane kidunia na aingize kipato. Umeelewa mambo Dada akaendelea kukisoma kile kitabu na kukisoma tena na zaidi ya kukisoma tena, lakini hakuna miujiza yote ambayo imetokea, na dada akaandika tu challenge nina nini, ili mradi kutaka kwenye mambo ya kufanya nini, kuupload bwana, kupakia mzigo uendelee. Dada alijimaliza, dada alihadisia, na mwisho wa siku dada alifanya kila kinachotakiwa na video ile ikaenda viral. Na video ile akaiposti bila kujua kitu gani ambacho kinakuja kutokea, akaika thumbnail, kila kitu akakiandaa vizuri kama ma content creator wanavyofanya. Na leo asubuhi hapa katika sehemu yake ya mazoezi, mwalimu kama kawaida, na leo hapa alipanda tena kuperform, lakini leo hapa aliperform ile hadithi ama scene ambazo zipo katika kile kitabu cha Charlie Challenge, na mwalimu akawa anaandika max. Yani leo amefanya kitu ambacho mwalimu hakutegemea, akaanza kusema I'm not alone. Yani kapiga Kiingereza kile kinachotakiwa, na kapiga bwana mimi siko peke yangu, kaelezea namna gani kile kitabu kinachosema na maneno sini zote ambazo zinasema mule. Walimu wote wakajisikia faraja kwa sababu sini ile ilikuwa ya mapenzi na yenye nguvu kubwa sana. Wote wakampiga makofi kwa kitu ambacho amekifanya. Dada tangia amesoma kile kitabu anaanza kuwa mtu kidogo jasiri, mtu ambaye anajiamini, na mara kwanza walimbeza, leo walimfurahia. Jamaa alimfuata hapa kodi, anambia I say Ana, leo umefanya bonge la performance. Yani performance ya leo sio mchezo, hata mimi binafsi nimependezewa na uwezo wako. Ana alijisikia faraja sana, akacheka akitabasamu, lakini punde anataka kuomba namba mchizi, na namba mchizi anapewa leo, lakini anaangalia anakuta notification kama zote ambazo zimetililika, yani ujumbe huko kutoka YouTube pamoja na Facebook, Twitter, wote unamtakia heri. Watu wamecomment vya kutosha, watu wamesema mengi, yani watu wamempongeza sana. Ambia jamani, angalia, jamaa kuangalia anakuta sio mchezo, maujumbe kama yote, comment kama zote, anaambia wow, I say umeshinda vita hii. Basi endelea, usikate tamaa. Dada anaondoka na faraja zote, na mchizi aliomba ahadi ya kukutana leo, lakini dada aliporudi nyumbani Lisa mpaka anamshangaa. Ana kama kawaida kawasha PC yake, anaendelea nakuta viewers vya kumwaga, na hapa anaangalia viewers zake zilikuwa sio za kutosha, comment za kutosha, like za kutosha, lakini kumbe hakujua kwa nini watu wanapenda kuangalia video hizi. Maana unaposoma kile kitabu kuna miujiza ambayo inatokea. Watu akamwambia sasa, hebu angalia, kuna meza ilisogea bila wewe mwenyewe kujua. Sasa dada kwenye zile comment ndizo ambazo zinafanya yeye anapata kujua kitu gani ambacho kimetokea kipindi anasoma kile kitabu. Umeelewa? Kwa hiyo kipindi anasoma kile kitabu, kama kuna nafsi nyingine, wana meza ile kule nyuma inasogea. Kwa hiyo dada yeye meza hakuiona kwa sababu anajua katika chumba alikuwa peke yake nani ambaye alikuwa anasogeza hiyo meza. Lakini kwa sababu mtu anataka superstar au anataka ufahari, na mara kwanza aliposoma kile kitabu hakuna tatizo lolote ambalo limemtokea. Leo akajipanga barabara ili mradi ajue hiki kitu kitadondokea wapi na hiki kitakaa wapi na hiki kitakaa wapi. Basi dada kama ilivyokuwa kawaida yake, ili mradi apate followers na ili mradi apate anachokitaka yeye, ili mradi channel yake ikue, aendelee kufanya mambo mazito kama ilivyokuwa kawaida ya hiki kitabu, hakikuachi salama.
na kama kilivyokuwa kawaida hiki kitabu lazima unapokisoma mzimu ule urudi. Basi dada akaendelea kusoma, akaendelea kusema majina, akaendelea kutaja sini ambazo zimeandikwa mule, lakini ghafla kuna kitu akatupiwa, na hapa hakuogopa na akaanza kucheka kwa sababu yeye hataki kufanya YouTube yake ama wateja wake wamuone kama ana wasiwasi, na watu wakazidi kuingia na dada akaendelea kufanya kitu. Na kwa kuwa alikuwa na appointment na yule jamaa leo, Kodi alimwambia chap kwa haraka alienda kukutana na Kodi na kumsikiliza Kodi anataka nini. Basi kwenye appointment yao aliongea na Kodi akamwambia, hakika nimekuelewa sana, tafadhali naomba nikupeleke kwa baba na mama. Na dada akakumbuka mambo mengi aliyopitia, dharau, fedhea na maisha yake yalikuwa magumu sana. Unajua tena ukiwa yatima sio mchezo. Basi mchizi alimwambia, twende basi kwa wazazi wangu wakakuone, wakakutambue, na wazazi wangu mimi ni watu maarufu sana. Kweli walipomuona walifurahi sana, na dada hajaamini kama akakutana na watu ambao ni maarufu kweli katika jiji hilo. Wakamwambia karibu sana, na Kodi hakutaka kujipaisha sana kwa bibie kujionyesha kama yeye katokea familia gani. Alipiga kimya ili mradi dada aje kujionea mwenyewe, asije kasema mchizi bwana anajipaisha paisha. Kodi baada ya kumaliza ile safari ya kumpeleka kwa wazazi wake, kamtenda na ndinga, anamrudisha Ana kwa Lisa. Anamwambia hakika endelea na sanaa, lakini hapa wakaingia Sheli bwana kwenda kutia mafuta. Lakini jambo la ajabu tena, jamaa anavotoka hapa Kodi na watu wanamgongea tena kioo, wanamwambia jamani, tafadhali tunaomba picha. Dada Lisa leo anaombwa picha kwa mara ya kwanza na fans wake ambao siku zote wanamuona akiwa yupo katika YouTube. Wanaambia tunapenda sana jinsi anasoma kitabu, wakapiga picha. Ana alijisikia happy sana. Unajua tena msanii ukikutana na vitu kama hivyo, na huyu mchizi leo kwa dhati anamthibitishia Ana na kumpiga kisi kwa ishara ya mapenzi. Siku zikapita na siku zikazidi songea na viewers zikazidi kukimbia. Ana akaanza kujisikia happy na salama. Lakini leo tena anapokea ujumbe kutoka kwa yule jamaa 99, na baada ya kufungua ile namba anakuta habari zote za Charlie. Kwa nini amekufa na kwa nini Charlie amepoteza maisha. Charlie inasemekana yeye alikuwa ni msanii na yeye ambaye alikuwa na performance live, yani live stage, na katika stage hile Charlie alinyongwa. Umeelewa? Kitanzi kile kilitegeshwa, lakini bahati mbaya kitanzi kikamua kweli. Kwa dada leo ndo anapata uhakika wa kwamba Charlie amekufa, na kila kitu ambacho Charlie anakifanya sasa hivi ni mzimu wake tu ambaye wameficha watu tukio lake la halisi. Na alipojaribu kweli aliona kabisa kweli huu mzimu uko ndani humu unanitembelea, na kweli ule kule umeshika kitanzi. Lakini Charlie ana mambo yake. Charlie anataka mtu ajinyonge kwa kutaka yeye mwenyewe, si kumlazimisha, ila utaposhindwa kujinyonga kwa kutaka wewe mwenyewe ili mradi kunusuru roho za watu ambazo zimekufa, yeye ndio anakunyonga. Kwa dada huyu anaweza akawatiba baadaye. Hapa hakutaka kumwambia Lisa kitu chochote, licha ya damu nyingi katika mkono zilimtoka, lakini Charlie na Ana alirudi ndani na kuendeleza mambo yake. Huyu ndi dada ambaye tulimuona mara kwanza ambaye yuko na kina Marcus. Huyu anaitwa Lexi. Dada Lexi analalamika, hakika wenzangu wote wamekufa baada ya kusoma tu challenge hiyo ambayo wewe unaendeleza katika kipindi chako YouTube. Yaani hakuna mtu yote ambaye anaweza kubakia dada yangu. Dada aliongea mengi kwa uchungu, hata Ana alishangaa. Lisa au Lexi akilalamika kwamba akina Marcus, umeelewa, kina Victor, na kumwambia mwana, shingoni wangu na alama ambayo sijui hii alama inatokana na kitu gani, lakini yote kwa ajili ya iko kitabu ambacho wewe unakisoma. Dada akaanza kuingiwa na hofu, lakini na yeye alipojiangalia katika shingo yake ile alama ipo. Umeelewa? Ana akaanza kuumiza kichwa. Sasa umaarufu unataka kumtokea puani, na alipokuja huku hakusita, na bado aliendelea kuadisia kile sini za zile kitabu ama script ambazo zimeandikwa na kufanya performance. Yani mwalimu na director alizidi kumpenda kwa uwezo wake ambao anauonyesha. Kwa nje anaumia, lakini kwa ndani anatafuta njia. Hili swala atalimaliza vipi? Anasema jamani, naweza ngamaliza vipi challenge ya Charlie Champion, Charlie challenge. Haya, 999 akaja tena akamwambia, hakika wewe mwenyewe inabidi uangalie kitu gani cha kufanya. Na akaangalia baadhi ya watu ambao walikuwa wanafanya kitu hiko, ujiandalie kitanzi wewe mwenyewe ujinyonge. Yani wewe mwenyewe inabidi uchukue kitanzi chako, ujekee, ujinyonge. Ndipo ambapo unaweza hiyo challenge ikasimama. Dada akasema, aisee, nijinyonga mimi mwenyewe, nijiandalie kitanzi. Jamani, kujinyonga sio mchezo. Akaanza kushika shingo yake, yani kumaanisha ama kutake imagine vipi anaweza akajinyonga na vipi atapojinyonga si atakufa. Kwa maswali mengi anajiuliza, lakini anaona yule Liz yuko na Charlie nyuma yake anauawa. Dada alipiga kelele nzito sana na kuangalia, alijua labda wako nyuma, lakini Lexi
amekufa. Na hapa akaendelea kuambiwa, wewe ndio utatoka hapa, akitoka huyu wewe ndio utakuwa nyuma yake. Lakini alimwona mtu kama ambaye anamtumia message na kuanza kumfuata yule mtu aliondoka, na alimkimbilia sana kutaka kujua ni nani huyu ambaye alikuwa anamtumia message zile. Anaonekana kama yeye ndiye ambaye anaongoza huu mtandao. Lakini alipotoka nje wala hakumuona mtu wa aina yoyote, bali alikuta nje kupo kweupe. Hapa mwalimu ama director anaendelea kuangalia, na dada hapa watu viewers zinaongezeka, yaani umaarufu unataka kuwa mkubwa. Na leo alikuja director mkubwa sana kumwambia, bwana namtaka msanii wenu aje performance na mimi ikiwezekana nimchukue nimpe support. Kwa hiyo leo amepata nafasi, yani kama kutoka mtu atoke huko Kani huko katika Hollywood ama nani huko aje huku kumtaka mtu Mtanzania ambaye anaigiza huko. Na dada leo alipigwa makofi mengi na kukutanishwa na producer mkubwa sana ama director ambaye anashughulika na movie. Akamwambia nimependa, mimi naitwa John bwana. Dada akamwambia mimi naitwa Anna. Wakaelezeana na Mr. John akamwambia vitu vingi, akamwambia jinsi gani alivyovutiwa na performance zake, na dada akazidi kujisikia happy. Na dada akajihisi mkubwa, na hata director alijivunia sana. Lakini dada ana asili yake nzito, lakini mara ghafla John kuna jambo la tofauti naye linamtokea katikati ya maongezi. Ina maana Chali utapomtaja tu jina lake basi lazima akunyonge. Huyu dada hapa Lisa leo akiwa yuko peke yake, lakini Lisa leo ametembelewa na mzimu wa Chali, na mzimu wa Chali haukumwacha salama Lisa. Lisa anamwambia mmefuata nini huko? John akaja ama Chali akaja, mzimu wake ukafanya mazito sana kwa dada Lisa, na Lisa hatimaye aliuawa kwa tepu yake mwenyewe shingoni, na familia ikazika na msiba ukaendelea. Ana alijisikia hali mbaya sana kuona familia ya mtu wake wa karibu ambaye ni Lisa amefariki dunia na familia yake ilimzika, na huo ndo kama mwisho wa Lisa. Ana aliendelea kufuatilia na kujiuliza, mambo yote haya yanatokea kwa sababu mimi hapa nimeamua kuteki sacrifice. Akaambiwa sasa inabidi wewe mwenyewe ukajiue, wewe mwenyewe ujitengenezee kitanzi, ndipo unaweza ukalisimamisha jambo hilo. Akavunja PC, akaona sasa nijajiuaje mimi. Lakini mara ghafla simu yake inaita, na hakuwa mtu mwingine bali alikuwa ni Kodi. Anamwambia hakika mimi siwezi nikakuacha, najua situation gani ambao unapitia kwa sasa hivi, lakini nikutakie pole sana kipenzi changu, nakupenda sana. Kama umeambiwa ujiandalie kitanzi hiko ama uende na mtu ukamtoe sadaka, basi naomba mtu huyo niwe mimi. Mchizi kwa mapenzi anamwambia dada, umeelewa, kwa kuwa muanga alosoma kitabu kile ni huyu dada, kwa hiyo inabidi dada huyu ajitolee kafara yeye. Lakini hata atapojitolea kafara, laana haiwezi kaisha. Na baadhi ya picha dada akaonekana kazifuatilia na huyu Lexi. Sasa hivi anaonekana yupo katika kituo ambacho cha Mataila huko, na yeye alikuwa ni muanga. Kwa hiyo ikasemekana kuna dada amepatikana huko wakamwangalie, ambaye yeye alikuwa katika lile kundi la watu wa kwanza kabisa ambao walikuwa wanasoma kile kitabu bila kujua kina madhara gani na kinahamasisha kitu gani. Maana kitabu hiki ukikisoma inabidi uende ukafungua ukweli wote. Walifika mpaka Milembe, wakamkuta mchizi ambaye anaendesha watu wagonjwa, na wakapata yule mtu wao ambao anamtaka, lakini chumba chake chote kilichafuka. Lexi alikuja akawaambia, bwana hakika mmekuja hapa na wewe unasoma jambo hilo, lakini ukitaka hiyo laana iishe ama masuala yaache kukusumbua na watu wako wasife, maana sio wewe ambao umepoteza. Hakika yule Chali alijitolea kafara kwa mpenzi wake yeye mwenyewe, kwa sababu alilazimishwa, na hakulazimishwa kujiua, ila alijiua yeye mwenyewe kwa kumwokoa mpenzi wake. Sasa ambia, kwa hiyo ndio njia ambayo mimi naweza nikaitoa ilana. Anaambia hiyo ndio njia ya kuitoa ilana. Dada alifoka sana, na dada akaambiwa kwa wazi na salama kabisa, akaambiwa tafuta mtu ikiwezekana atoke kwa ajili yako, lakini laana haiwezi kukufa. Na kuna watu hapo kwenye kifungo kizito. Dada wanampa maneno ya mafumbo, akina nani hapo katika kifungo kizito. Basi hapa wakaja watu wawili wakawateka wote wawili, na watu wao wakawaandalia kitanzi maalum. Dada anakuja kukurupuka ama kuamka, wanajikuta wako sehemu mbaya, na hapa wanachukuliwa moja kwa moja na watu ambao wamevalia vinyago usoni, wanawaweka katika vitanzi vizito na kuwafungua. Huku kwa mbali baridi kali, dada anamuona Kodi na Kodi anamuona Ana. Lakini Ana hapa anaambiwa, hakika chagua jambo moja wewe mwenyewe, lakini kama utashindwa mimi nitakufa kwa ajili yako. Kodi anamwambia, lakini inaonekana dada yeye ndio mlengwa mkubwa, na Kodi hapa anamwambia basi mimi nitakufa kwa ajili yako wewe, na kama alivyokufa Chali kwa ajili ya mwanamke anayempenda, na mwanamke anayempenda hakujiua ama kujinyonga na yeye pia, basi na mimi nitakufa ili mradi wewe endelee kuishi. Na kweli Kodi alikufa, na baada ya kufa
Ana alijisikia vibaya sana kwa nini Kode amekufa kwa ajili yake. Akamwambia hapana, kwa kuwa mpenzi wangu amekufa na mimi nampenda, basi na mimi naomba mniue. Siwezi kuishi bila mume wangu, tafadhali na mimi mniue. Basi dada naye akanyongwa, lakini kipindi wananyongwa kuna mwanga wa ajabu aliuona, na dada alikuta kama maisha yamerudi tena. Yaani wale watu wote ambao walikufa kutokana na mzimu huo ambao walinyongwa, hata baba yake na mama yake, kumbe wote hawa walikuwa wahanga wazito wa kitabu, na watu wote waliokufa wote wamerudi. Yaani kumbe Charlie aliwachukua na kutaka jambo hili litokee ili mradi nafsi yake siteseke, ili mradi nafsi yake sihangaike. Kwa hiyo ina maana Ana leo amewafungulia watu katika kifo kizito ambacho walifungwa, na dada huyu akawa mtu mkubwa sana, kwa sababu jambo alilofanya ni la kipekee. Hakuna mtu ambaye anaweza akajitolea umauti wake. Kwa hiyo hata huyu hapa nani dada yule Lexi na watu wote, ina maana mambo yote mchizi na yeye alikuwa anajua huyu dada wampate mdada mmoja mwenye nguvu zake, ambaye mwenye passion na real love, ambaye anaweza kujitolea kweli kufuta laana ya Chaz msanii wao, ama Chaz ambaye alikuwa anawachukua kimuujiza na kuwaua. Kwa kuwa familia nyingi zilipoteza, na leo hatimaye wamempata mtu wa karibu ambaye alienda kutoa laana zao. Kama ni mara yako ya kwanza kujiunga nami Tam TV Recap, basi tafadhali ni kuombe ni follow, pia subscribe, pia comment na tia maneno yoyote ama like, ushauri tufanye nini, tuboreshe kitu gani. Na huu hapo ndio unakuwa mwisho wa kigongo chetu kizito cha movie yetu tamu na salama. Chao, tukutane tena wakati mwingine.